Habari mwanafunzi wangu, ni mimi hapa Babu Bidabida, ni mtaalamu wa tiba asili ya Afrika, napatikana Dar es Salaam, Yombobuza kwa Mama Kibonge. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata masomo yangu kila leo ninavyotoa. Leo tupo tena katika mfumo na utaratibu wetu ule ule kuelezea viumbe wa namba. Na leo tupo katika kiumbe namba 2. Yeye kodi yake ni 2 na viumbe hawa wako 99. Sasa tutaangalia historia ya kiumbe pamoja na namna alivyo, tabia yake, madhara yake, mafanikio yake. Ni vitu muhimu sana. Kwa mfano, leo tunamueleza kiumbe anaitwa Stein. Stein ni S-T-E-N-I. Ni kiumbe ambaye kazi yake kwenye masuala ya kulima, yani masuala ya kilimo. Kwa hiyo wewe ukijiona ni mkulima mkubwa, aidha wa mpunga, apple, mahindi, nafaka mbalimbali, kitu chochote, ndizi na kadhalika, basi huyu anakufaa sana. Lakini kwenye masuala ya utabiri, mechi, utabiri fulani, yani tuseme kwamba utabiri wa jiografia, si ndio? Hali halisi kwamba leo hivi, kesho hivi, itakuwaje na nini hivyo, mimi mbalimbali. Kwa hiyo ni kiumbe ambaye mzuri sana. Lakini kwenye masuala ya udaktari, utabibu, yani ikitokea wewe ni tabibu, ikitokea wewe ni daktari wa kawaida wa binadamu au wa science, kwa hiyo ni mzuri sana, kwani maelekezo yake, ubunifu wake ni mambo mazuri sana. Stein pia ni kwenye masuala ya mali, yani pesa, ndagu ya pesa, ndagu ya utajiri mbalimbali wa vitu, kitu kumiliki na kadhalika. Lakini sharti lake ni moja tu, kwa sababu hakuna kitu kilichokuwa na faida kikakosa madhara. Kwa hiyo huyu kiumbe yeye sharti lake hapendi mtu, yani anayemmiliki, atumie pombe kali. Usinywe pombe kali. Ukiwa haulewi kabisa ni mzuri, lakini ukiwa unalewa usitumie pombe kali. Nikisema pombe kali, walevi mnanielewa. Makeivanti, makonyagi, sijui yale mapombe makali yenye alkoholi kubwa zile. Hizo hazihitajiki kwa kweli. Stein ni kiumbe ambaye ni mzuri sana. Stein ni kiumbe ambaye ni bora sana. Hana madhara, ni wa kiume. Sharti lake ni hilo tu. Ana negative way nyingine yoyote. Hizo ni effect yake moja tu. Hawa viumbe chakula chao kikubwa ni ubani au udi wowote ule, ni mzuri. Yani viumbe baadhi tu ambao ndo anachagua. Tutakuja kusoma mbele huko, tutakuja kumuona kuna kiumbe ambaye yeye ana kafara fulani, anahitaji fulani, hivyo. Kwa hiyo taratibu. Gharama yake ni 5,000,000 kiumbe huyu. Lakini pia kama unamuhitaji, basi either tupo katika kipindi cha ofa, basi una ofa yako, unaweza ukaja nayo na nikakupa mkataba wangu. Mkataba ni ule hali ambayo unaweza ukalipa kidogo huku ukiendelea kumtumikisha kiumbe wako. Umetanguliza kiasi, kwa mfano 5,000,000, basi una nusu yake, au chini ya nusu yake, basi nakupa kiumbe wako. Utalipa, ukishalipa tunaanza prosesi za kumuandaa kiumbe wako. Akikamilika tunakupa kiumbe wako, unaanza kumtumikisha, huku nyingine unalipa pole. Ndio mkataba jinsi ulivyo hivyo. Lakini jambo zuri kabisa, kuna grupu ambalo linaitwa Teach Yourself, linapatikana WhatsApp. Grupu hilo linafunza masuala ya tiba zote za uganga. Kiingilio shilingi 10,000 na kila mwezi utakuwa unalipa shilingi 3,000 za Tanzania. Kwa hiyo mwanafunzi unayependa kujifunza, njoo huko ujifunze vitu vingi. Utafanya malipo na nitakuunga katika grupu langu hilo. Karibu sana mwanafunzi. Subiri katika episode namba 2, nitaeleza namna ya kumuita kiumbe huyu kwa wewe mwanafunzi unayetaka kujifunza na kumuita pia. Ni kiumbe mzuri asiyekuwa na madhara yoyote. Kodi elewa namba 2. Asante, karibu sana, nikutakie kila la heri. Wasiliana na mimi muda wote, nipo ili kuweza kupata vitu kama hivi na vitu vingine vinavyokuja vitamu na vizuri zaidi. Niazime macho na masikio yako kunisikiliza mimi babu yako, na wasiliana na mimi kwa namba za simu hizo hapo: +255 765 45 89 mwisho 10. Napatikana WhatsApp na kawaida.